umeshikilia, una makwazo, umemnungunikia jirani, rafiki yako, unapataje amani ya roho? Wapendwa, unapataje amani ya roho? Jambo jingine, huvunja ushirika na Mungu. Kama nilivyokwisha kusema, unahitaji kuongea na Mungu, unahitaji kufanya matengenezo ya nafsi. Unahitaji kufanya matengenezo ya nafsi, ili unapomwambia Bwana basi aweze kusikiliza maombi yako, maana nafsi yako na moyo wako umejawa amani. Hem, tufungue vitabu vyetu katika Mathayo 6 mstari wa 14 hadi wa 15. Mathayo sura ya 6 fungu la 14 na 15, neno la Mungu linasema, kwa maana mkiwasemea watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Haleluya! Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe. Amina kanisa. Bali msiposamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe makosa yenu. Unaona connection iliyoko hapo? Kwa hiyo kumbe, ili niweze kusamehewa, nahitaji kufanya matengenezo ya msamaha kwa wenzangu. Nahitaji kutoa msamaha, nahitaji kufanya toba, nahitaji kulirizi machungu niliyo nayo ili niweze kusamehewa. Msamaha sio udhaifu, bali ni nguvu ya kiroho. Msamaha sio udhaifu. Wakati mwingine mimi natokea kanda maalum, na mnatujua watu wa kanda maalum. Haleluya kanisa. Kanda maalum mpaka kuambie nisamehe sio kitu kidogo. Lakini kanda maalum wa leo wanaomjua Kristo tunasamehe, maana tumeokolewa. Haleluya. Msamaha ni tiba. Kwa nini nikae na mavitu ndani ya moyo? Msamaha ni nini? Ni tiba. Kwa hiyo hivyo tunapaswa kusamehe ili na sisi tuweze kusamehewa. Hatuna sababu ya kukaa na vitu ndani ya mioyo. Tunahitaji kuondoa makwazo, machukizo ili Baba yetu wa mbinguni atusamehe. Nini maana ya msamaha? Msamaha ni kuachilia deni la kosa. Na jambo lako umekwazwa au umemkwaza mtu, unahitaji kumsamehe. Ni kuachilia jambo la kosa. Jambo jingine ni kuacha kulipiza kisasi. Mtu amekufanyia jambo au wewe umemfanyia jambo, halafu nasema haiwezekani, mimi huyu lazima nilipize. Sio Mkristo anayemjua mimi. Kristo anafanya nini? Anasamehe. Sio mtu wa kutembea na visasi, ama sio jukumu lake kulipiza. Kutoa haki ya Mungu, kushughulika na jambo lolote linapotokea ama makwazo unayokutana nayo, hupaswi kulipiza, bali unatakiwa utoe haki kwa Mungu, maana ndiye anayeweza kufanya nini? Kushughulika na jambo. Jukumu lako ni kumwombea. Msamaha hurejesha mahusiano. Nimetoka kusema hapa, familia nyingi zinakutana na vikwazo vingi, changamoto za hapa na pale. Leo mimi nimekwazana na wewe katika familia, nakasirika, nanuna, nashika njia yangu, na mwingine anakasirika, ananuna, anashika njia yake. Hakutakuwa na mapatano katika familia. Zaidi tutazidi kuongeza machungu na mikwazo mbalimbali ambayo itapelekea hata familia au ndoa kuvunjika, kwa sababu kila mtu ameshika za kwake. Lakini unapotangaza msamaha, yote yanawezekana na Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Hem, tuangalie katika maandiko matakatifu, Wakolosai
mstari wa 12 hadi wa 13. Maandiko matakatifu yanatuambia nini? Neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Haleluya kanisa. Deni alilotulipia Kristo pale msalabani ni deni ambalo mimi na wewe tukitafakari hatupati majibu. Alikuwa radhi kwa sababu yetu sisi, ili tusiweze kupotea. Akabeba deni lile ili leo sisi tuishi. Ni msamaha mkubwa ambao haina mzani wowote ambao unaweza kaupima. Sisi tunakutana na mambo madogo sana katika jamii. Sisi tunakutana na vitu vidogo sana katika maisha ya kila siku. Jukumu letu ni kusamehe. Familia nyingi zimevunjika kwa sababu ya kutokusameheana. Kanisa huwa na upendo pale ambapo waumini wanasameheana. Makanisa mengi yameingia kwenye migogoro kwa sababu kila mtu anavuta upande wake. Tukiwa na jambo ashumu kama la makambi hilo ama la majengo, kila mtu ana lugha yake. Ndani ya kanisa kunakosekana umoja. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu tuko navyo, tunatembea navyo na hatutaki kuviachilia. Mimi nashika la kwangu, yule anashika la kwake, yule anashika la kwake. Mwisho wa siku kazi ya Mungu haiendi. Kwa nini? Kwa sababu tumeshindwa kuvunja makwazo yetu, changamoto ambazo tuko nazo ili tumtangaze Kristo. Hiyo inafika mahali inapelekea migogoro ndani ya kanisa, lakini mivutano mingi, lakini kama nilivyokwisha kusema, kazi ya Mungu inakuwa haisongi mbele. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wameshindwa kuachilia changamoto walizo nazo katika maisha ya kila siku, changamoto ambazo wanakutana nazo baina ya mshiriki na mshiriki. Ombi langu ni sisi, mimi, wewe, kila mmoja wetu atambue wajibu wake na kusudi aliloitiwa na Mungu hapa duniani. Kusamehe hakumaanishi kuunga mkono jambo. Ninapoamua kusamehe, haina maana kwamba nakubaliana moja kwa moja na hicho na ama na jambo fulani. Lakini kusamehe hakumaanishi kusahau jambo. Lakini kusamehe au kuruhusu dhuluma iendelee, yani kwa kuwa nimesamehe basi naruhusu dhuluma iendelee, hapana. Unaposamehe unafungua mlango wa kurekebisha jambo. Ukisamehe unatengeneza connection baina yako na huyo ambaye umepata naye changamoto, kusogea katika msalaba wa Kristo, maana mtaanza kuongea kwa lugha moja. Sasa kama hujashusha, hujaachilia, una jambo unazunguka nalo ndani ya moyo wako na ukashindwa kusamehe, lazima kuwepo na mpasuko ambao sio lazima. Na sisi wasafiri wa kwenda mbinguni hatupashwi kuishi maisha ya namna hiyo. Kusamehe si kujikomboa wewe mwenyewe. Unaposamehe, moja, unamfanya na yule aliyekukosea ama uliyemkosea kujisikia amani ya roho. Anapokuwa hajasamehewa anajihisi kubeba vitu vizito. Lakini ukitoa msamaha, kuna kitu unakuwa umemshushia. Kuna mzigo unakuwa umemtua. Atatembea kwa amani, atajisikia furaha, maana anahisi hana hatia. Lakini ukiendelea kubeba jambo lako moyoni mwako, huyu bwana alinikosea, jirani yangu alinikosea, na kwamba siwezi kumsamehe kwa ukubwa wa changamoto ama tatizo alilonifanyia, unakuwa sio msafiri wa kwenda mbinguni. Maandiko matakatifu yanatusisitiza juu ya msamaha. Nguvu ya msamaha katika maisha ya Mkristo. Msamaha huleta uhuru wa ndani. Unapata amani ya moyo. Yaani, si kama mnanielewa. Haleluya kanisa. Si kama mnanielewa. Unapotua jambo, kuna amani ya roho fulani unaipata ndani ya moyo.
unahisi kutua kitu, una relax, unakuwa na amani, na ukiwa na amani unajiongezea kuishi. Yaani mimi ni mtu wa, yaani Waswahili wanasema masokoro kwinyo, yaani umejisokota sokota tu ndani ya moyo, yaani una vitu vinakukereketa tu ndani ya moyo. Huwezi kuwa na amani, utasababisha magonjwa, utasababisha shida nyingine ambazo hazina msingi wowote, kwa sababu kuna makorokoro umeyashikilia ndani ya moyo wako, na kuombea katika jina la Yesu yaishe kuanzia leo. Hem, tuangalie katika maandiko matakatifu, Waebrania 12 mstari wa 14 hadi 15. Maandiko matakatifu yanatuambia nini? Neno la Mungu linasema, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Haleluya! Unaposamehe unavunja minyororo ya uchungu. Kitua msamaha, unakuwa umevunja minyororo ya uchungu. Adha, shida, makwazo yanakuisha ndani ya moyo wako. Unapata amani ya roho, maana umeririzi, umeachiria mambo. Haleluya! Umeachiria mambo ambayo yalikuwa ndani kwako, yalikuwa kikwazo hata cha kuwasiliana na Kristo Yesu, lakini umeatua. Hivyo unaweza kupata amani ya roho. Msamaha huleta uponyaji wa moyo na akili. Leo kuna kamsemo, na si msemo tu, huo ndio ukweli. Afya ya akili. Kumezuka na wimbi la afya ya akili. Matatizo ya afya ya akili ni changamoto ya misongo, makwazo. Miaka ya nyuma kuna jamaa fulani nimewahi kukutana naye, na nadhani hata nyie mmekuwa mkikutana nao, na pengine ni changamoto tunazozipitia katika maisha ya dunia hii. Uliwahi kukutana na mtu anatembea alafu anaongea mwenyewe, alafu unaona kuna mshipa mmoja umepiga hapo, umekwenda namna hii yani. Yaani anatembea yuko peke yake, lakini unahisi kama anawasiliana na mtu, anaongea na mtu, na unaona na machungu ndani yake. Tumeshindwa kuachilia mambo, tumeshindwa kutua vitu. Hivyo tatizo la matatizo ya akili yamekuwa ni changamoto katika na jamii zetu za kila siku. Leo unakutana na mtu anakuambia na changamoto hii, na msongo wa mawazo, sijarara. Kwa nini? Kwa sababu ana vitu vinamsumbua ndani ya kichwa chake, na yeye hayuko tayari kuvitua. Na kama hauko tayari kuvitua, ni kujitengenezea matatizo juu ya matatizo. Nikuombe mtumishi wa Mungu na msafiri wa mbinguni, tunatakiwa tushushe mambo, tuachilie mambo, tusitembee na vitu vikatutengenezea matatizo ya kiafya. Unapolirizi mambo, basi unatengeneza afya njema. Hem, tufungue vitabu vyetu vya maandiko matakatifu katika Zaburi 147 na mstari wa 3. Maandiko matakatifu yanatuambia nini? Zaburi 147 mstari wa 3. Neno la Mungu linasema, huwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha zao. Kuwaponya waliopondeka moyo na kuziganga jeraha yao. Kristo Yesu yuko tayari kuponya mioyo yetu. Kristo yetu yuko tayari kuponya majeraha yetu. Haleluya kanisa. Kristo Yesu yuko tayari kuponya majeraha tunayoyapitia, changamoto tulizo nazo, vikwazo tunavyovipitia. Kristo Yesu yuko tayari kutuponya majeraha tunayoyapitia. Haijalishi umekutana na changamoto ngapi ndani ya juma hili, haijalishi umekwazwa katika maisha ya kila siku na nani, Kristo Yesu yuko tayari
kutuponya majeraha yetu. Jukumu langu ni kusamehe, halafu kuomba sana. Watu wengi wanaugua kihisia, mtu kuhisi kukataliwa na jamii. Changamoto, unapitia changamoto mbalimbali, makwazo ya hapa na pale, inafika mahali unahisi kama jamii hainielewi hivi yani. Unavunjika moyo, unakata tamaa, unakuwa na uchungu, maana ukihisi umekataliwa. Watu wengi wanaugua kiroho. Watu wengi leo huzunguka kwa madhehebu leo huku na huku. Kumeibuka na wimbi la kutafuta Mungu si wa kweli. Sini namna gani? Wakati mwingine natafakari mimi nakosa majibu. Wanaugua kiroho. Yaani usimshangae leo kumkuta Mwadventista leo yuko hapa tunajifunza maandiko matakatifu, kesho ukamkuta yuko kule Kawe. Kesho kuto ukamkuta yuko Mbezi Beach. Yaani tunaumia, tunaugua kiroho, tunahangaika na dunia. Yaani hatujui ni nini tushikilie, ni wapi tuende. Mpendwa katika Kristo, nikupendekezee baki njia kuu. Kristo Yesu anakuja. Amina kanisa. Kristo Yesu ana nini? Anakuja. Baki njia kuu. Baki njia kuu. Leo watu wanaugua kimwili, matatizo ya afya ya akili, misongo ya mawazo kama nilivyokwisha kusema. Tuna matatizo na janga kubwa katika maisha tunayoyaishi leo. Kama hutakubali Kristo Yesu umpe maisha yako leo, mpendwa katika Bwana, utapotea. Pendekezo langu na ombi langu ni leo umpe Kristo maisha yako. Haleluya. Leo umpe Kristo maisha yako. Haya ya dunia hutayamaliza. Walikuwepo, walizaliwa, yalikuwepo na hayakuwahi kuisha, na hata wewe hautayamaliza. Amen. Jukumu lako ni kumkabidhi Kristo Yesu maisha yako, yeye awe ndio jemedari na nahodha katika maisha yako. Kwa sababu ya hasira iliyohifadhiwa moyoni, msamaha ni dawa ya moyo. Unapokutana na vitu ukisamehe, kama nilivyokwisha kusema, unapata uponyaji. Ukishikilia mavitu utazeeka. Mimi naitafuta 60. Ukubali, unakubali, ndio hivyo. Achiria. Haleluya. Niko hapo katikati 50 kwenda huko. Hapo katikati. Nikupendekezee hivi, achiria katika jina la Yesu. Amina. Tuwa mizigo ulio nayo ili tupate kibali mbele za Kristo na sisi tuweze kukombolewa katika Bwana. Amina. Haleluya kanisa. Amina. Haleluya. Shusha mizigo ulio nayo. Sio wajibu wako. Msamaha hufungua baraka na majibu ya maombi. Leo tunahitaji mbaraka. Kama huwezi kusamehe, maombi yako ni bure. Una makwazo na mtu naye aliumbwa kama wewe, unahitaji msamaha. Msamehe rafiki yako, msamehe ndugu yako, ili na wewe uweze kusamehewa. Tunapitia changamoto nyingi katika maisha ya kila siku, lakini hatuna budi kufanya hivyo. Hem, tuangalie maandiko matakatifu katika Marko 11 mstari wa 25. Neno la Mungu linasema, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Nanyi kila msimamapo na kusali, msamehe mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu awasamehe nanyi makosa yenu. Tunahitaji kusamehe ili tuweze kusamehewa. Mfano, tunamwona Yusufu aliwasamehe nduguze waliomuuza utumwani, lakini bado aliwasamehe. Yaani, empata picha.
Mdogo wako, ndugu yako, rafiki yako amekutengenezea bifu tu linalofikia mahali wewe upate changamoto kubwa, kama ambavyo tunamwona Yusufu, lakini aliachilia msamaha. Aliachilia nini? Aliachilia msamaha. Haleluya kanisa. Hem, tuangalie katika maandiko matakatifu Mwanzo 19:21. Mwanzo sura ya 19 fungu la 21, neno la Mungu linasema, akawaambia, tazama, nimekubali hata kwa neno hili kwamba sitauangamiza mji huo ulionena. Haleluya. Pamoja na yote bado alitangaza msamaha. Tunamwona Kristo pale msalabani, pamoja na yote aliyoyapitia, lakini bado alitangaza msamaha. Mpendwa katika Kristo na msafiri mwenzangu, msamaha ni tiba. Tunapotangaza msamaha, tunahesabiwa haki, maana tunasamehe. Mambo mengi hayajibiwi kwa sababu moyo umejaa chuki. Kuna deni la msamaha, umeshindwa kuliachilia. Msamaha hufungua mbingu. Ili tuweze kukubalika maombi yetu ya kila siku, tunapashwa kusamehe ili mbingu zifunguke na kupokea mahitaji yetu ya kila siku. Mfano wa Yesu msalabani, aliposamehe waliomkwaza, waliomchapa mijeledi tunajua, lakini bado alisimama na akawasamehe. Tuangalie katika Luka 23 mstari wa 34, maandiko yanasemaje? Neno la Mungu linasema, Yesu akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui walitendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kula. Yesu alisalitiwa lakini alisamehe. Alidhihakiwa lakini alisamehe. Aliteswa pia lakini bado alisamehe. Mimi ni nani nisisamehe? Wewe ni nani usisamehe? Haleluya kanisa. Mimi ni nani hata nisiweze kusamehe? Kama Kristo pekee aliweza kusamehe, na kupendekezea leo usamehe. Ukristo bila msamaha haujakamilika. Ili kuweza kuwa Mkristo wa kweli, lazima ukubali kusamehe. Jinsi ya kwanza kusamehe: omba Mungu akupe moyo wa kusamehe. Kusamehe sio jambo dogo. Anza kumwomba Mungu akupe moyo wa kusamehe. Lakini pia kubali kuachilia uchungu. Yaani kusamehe hakuwezi kuja hivi hivi tu. Lazima uanze kufanya matengenezo. Lazima ufanye hatua. Anza kuachilia uchungu. Bariki aliyekukosea katika maombi. Umekwazwa, umekutana na changamoto nyingi, rafiki yako, ndugu yako amekukosea, unapoomba mkumbuke katika maombi. Hilo ndio daraja pekee pia la kuweza kufanya nini? Msamaha. Maana msamaha huwezi kutoka ulikotoka tu uje. Lazima ukubali kutengeneza connection ili msamaha uweze kuwa ndani ya moyo wako. Amini kwamba Mungu ndiye hakimu wa haki. Unapokutana na changamoto zozote, haijalishi ni za namna gani, amini kwamba Mungu ndiye Mungu wa haki. Rudia kusamehe mara kwa mara, hata kama ni kwa maumivu. Haijalishi ni kwa uchungu kiasi gani, lakini dumu kusamehe mara kwa mara, hata kama ni kwa uchungu kiasi gani, dumu kusamehe. Na kwa hakika Mungu wa mbinguni hatashindwa kupokea msamaha wako. Wapendwa, msamaha hukutoa kifungoni. Msamaha hukurejeshea amani ya moyo. Msamaha hukufanya ufanane na Kristo. Haleluya kanisa. Amen. Msamaha hukufanya ufanane na Kristo. Leo kuna watu wanaobeba majeraha ya miaka mingi. Yesu anasema samehe ili uwe huru. Amen. Kristo Yesu anasema samehe ili uwe huru. Unaposamehe unakuwa huru. Hem, tufungue vitabu vyetu katika Waefeso 4 mstari wa 31
hadi wa 32. Neno la Mungu linasema, uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Amen. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke ndani yenu, pamoja na kila ubaya wote. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Haleluya kanisa. Msamaha ni tiba. Leo ni siku ya kufanya maamuzi mbele za Mungu. Omba Bwana akupe neema ya kuachilia uchungu na kutembea katika uhuru wa msamaha. Mungu atakuponya moyo na kukujaza amani. Ikiwa ni hitaji lako, basi simama nami. Tutaimba wimbo namba 113 na kisha nitamkaribisha mbele hapa Rusi Shayo atatuletea ombi. Wimbo namba 113. Fanya tafakari.
Mtakatifu, 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 Muumbaji, mfalme wa amani, Mungu mwingi wa rehema. Ulitangaza jina lako mbele ya Musa kwamba wewe ni Mungu mwingi wa rehema. Unawarehemu elfu Baba wa mbinguni. Ulipotangaza asubuhi ya leo, umetutangazia na sisi Bwana. Tunakuja kwako kwamba tumekutenda dhambi ya kukosa kusamehe wenzetu. Tunakushukuru kwa mkate wa uzima asubuhi ya leo Bwana, maana hatutaishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo katika kinywa chako. Na kusihi kupitia neno la asubuhi ya leo tukaishi katika hali ya kusamehe na kusahau. Baba mtakatifu, tunazidi kujinyenyekeza kwako Bwana. Mbariki mtumishi wako, mtumwa wako ambaye amekuwa mwema na mwaminifu kumega neno la uzima sawa sawa na kusudi lako, ili wana wako na binti zako tukapone asubuhi ya leo. Tunatembea tukiwa tumejaa uchungu, tukiwa tumejaa hofu, tukiwa tumejaa mashaka, ni kwa sababu ya kutokusamehe. Asubuhi ya leo Bwana, ninajinyenyekeza chini ya kiti chako, mkono wako hodari wenye nguvu unaookoa. Ukaniokoe, ukaokoe na kanisa zima. Ukaokoe watoto wako Bwana. Ukatuokoe, maana tunahitaji Roho Mtakatifu ili tuweze kusamehe. Tusamehe Bwana. Tusamehe pale tulipowashikilia watu na kuwabeba katika mioyo yetu. Tunawatua katika miguu yako Bwana, tupate pumziko. Katika miguu yako tu tunapotua watu, tunapotua madeni ya watu miguuni pako, tunapata pumziko. Mungu wa mbinguni, kwa mamlaka jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, ulisema tukiomba neno lolote kwa imani, na tunapokuwa katika sala tuamini yatakuwa ya kwetu. Na zaidi ya hapo ukasema tukiwa na imani ndogo kama chembe ya haradali, tutauambia mlima uhame. Tunauhamisha ulima wa uchungu wa watu tuliowabeba katika mioyo yetu kwa jina la Yesu. Tunakataa uchungu kuanzia sasa. Tunakataa kuhesabu makosa na maovu ya watu. Mungu tunakuomba utuhurumie. Mungu tunakuomba uturehemu. Mungu tunakusihi neno hili likaote, likamee upendo, uvumilivu, kuchukuliana. Bwana, tusaidie tusienende tena kwa hasira na kuchukia. Asante kwa neno la asubuhi. Asante kwa sababu utajibu maombi yetu tuliokuletea toka asubuhi. Ponya magonjwa yetu ya kimwili, maana Bwana ulipowasamehe dhambi zao na uliwaponya magonjwa yao. Kaponye mgonjwa yule. Kumbuke mtoto wako John Range, mkumbuke mtoto wako Boniface Mafuru, mkumbuke Asha ambaye anaumwa kule tatizo la kansa. Baba wa mbinguni, nyosha mkono wako kwa watoto walio katika kusanyiko hili. Ikiwa kuna mtu yote amekuja na mzigo wa mawazo, mzigo wa magonjwa, mzigo wa uchumi, Bwana ukaponye. Wanaopitia katika uchumba katika hali zozote zile, Bwana ukatembee pamoja nao. Ninaamini utaenda kuwa pamoja nasi. Tupatie amani kanisa zima. Vunja nguvu za giza, sambaratisha maajenti wa shetani na vikao vyao vyote, na nguvu zao zote zikashindwe kwa mamlaka ya jina la Yesu. Amani yako ikapate kutawala katika kanisa lako. Ndivyo tunavyoomba asubuhi ya leo. Rehema zako zikapate kuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amen. Mungu awabariki sana.